Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo, ajiandae Mheshimiwa Edward Kisau, Mheshimiwa Twaha Said Mwakioja, ajiandae pia Mheshimiwa Edwin Enos Swale pamoja na Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, na orodha itaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipatia muda. Nianze kwa kusema kwamba waheshimiwa wabunge, hii ni wizara ambayo ndio roho ya nchi. Kwa hiyo tunalazimika kuipitisha hii budget, japokuwa mimi naiona ni ndogo, lakini mwakani tutaboresha kwa nini iongezeke. Cha pili, hitimisho la Mheshimiwa Waziri, zile pointi 6 ulizozitoa ni za muhimu sana. Sasa mimi utaona jinsi ambavyo ninaweka nyama kwenye hizo pointi zako 6 hizo. Na nianze kwa niaba ya wananchi wa Msoma vijijini, lazima tuunge mkono hii budget kwa sababu kwanza wizara inafanya vizuri, na isitoshe miradi yetu miwili mikubwa ya kimkakati iko kwenye orodha ya tume ya mipango, ambalo ni bwawa la Bugwema. Mkandarasi amepatikana kutoka China, tena mkandarasi mkubwa, mradi wa bilioni 800 watakabidhiwa hivi karibuni. Na mradi wa pili ni barabara letu la kilomita 92, tumejengewa kilomita 5, bado TANROADS wanapambana na mkandarasi wao, na imani kwamba watakamilisha. Na miradi yetu yote miwili, Mheshimiwa Waziri, ibaki kwenye vitabu vyenu mpaka ikamilike. Sasa niongee mambo ya kitaifa zaidi. Na hii miradi miwili ya Msoma vijijini, namshukuru Mheshimiwa Rais alivyokuja Msoma vijijini, nilimuomba na kweli yote inatekelezwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, fikisha salamu zetu za Msoma vijijini kwa Mheshimiwa Rais, tunamshukuru kwa miradi yetu miwili. Ushauri wangu kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri, tunaanza kutekeleza dira ya 2050. Malengo makuu umeyasema: uchumi mzuri, uchumi imara na maisha bora kwa Watanzania. Tumejipa kwamba itakapofika mwaka 2050 pato letu la taifa liwe, yani GDP, iwe dola trilioni 1, na pato la mtu mmoja GDP per capita iwe dola 7,000. Sasa natoa ushauri wa mipango ambayo inaweza ikatufikisha huko, kwa sababu dira inashughulikia watu walioko kwenye tume ya mipango. Watakuwa wanaweka maanani wakati tunatengeneza hiyo dira yetu. Mwaka jana tulikuwa Watanzania milioni 70.5, baada ya miaka 5 mwaka 2030 tutakuwa 77.5 milioni, na mwaka 2050 tutakuwa Watanzania sio chini ya milioni 140. Kwa hiyo pendekezo langu la kwanza kwa tume ya mipango ni swala la ardhi, makazi na mipangilio mizuri ya kiuchumi. Kwa sasa 38.5, yani Watanzania milioni 27 wanaishi mijini. Itakapofika mwaka 2050, 65% ya Watanzania, yani watu milioni 90 watakuwa wanaishi mijini. Kwa hiyo ongezeko la watu kwenda mijini ni kubwa sana, na mfano mzuri ni jiji la Dar es Salaam. Kwa sasa lina watu takriban
milioni 8.6. Mwaka 2030 Dar es Salaam itakuwa katika majiji makubwa duniani, itafikisha watu milioni 10, na tunapokwenda 2050 watakuwa watu milioni 15. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na timu yako, kuna suala la mipango miji na vijiji hapa. Wananchi wanaongezeka, ardhi haiongezeki. Kwa hiyo hili nalo ni la kuweka maanani wataalamu wetu wa mipango, yaani population density. Leo hii watu 80 wanakalia square kilomita 1. 2030 watakuwa watu 92 square kilomita 1, na mwaka 2050 watakuwa watu 145 wanakalia square kilomita 1. Kwa hiyo Mheshimiwa, Tume ya Mipango inamaanisha ardhi lazima tupange vizuri mambo ya makazi, ya kilimo, ya ufugaji na shughuli za kiuchumi kama viwanda, hata shule zetu tunazozijenga, ardhi inapungua. Sasa kwa sababu nia ya dira ya 2050 ni maisha bora ya Watanzania, lazima tuwe na vipimo, na hivi vipimo huwezi ukajipima mwenyewe. Vipimo vyote lazima ujilinganishe, na kujilinganisha, nimechukua nchi ambazo tulikuwa tunazizidi au tunafanana wakati tunapata uhuru mwaka 1961, na lazima tuwe tunarejea yapo. Kwa hiyo mwaka 1961 wakati Tanganyika inapata uhuru, pato letu la mtu mmoja mmoja, GDP per capita ya Tanganyika ya wakati huo ilikuwa dola 285. Msikilize vizuri, hii inaenda na takwimu, kwa hiyo makofi yasiwe mengi, takwimu zinakuja. Kwa hiyo yani, wakati tunapata uhuru, pato letu la mtu mmoja mmoja Tanganyika ilikuwa dola 285. Leo mwaka 2025 pato letu ni dola 1315. Kujilinganisha, Kenya mwaka 61 pato la mtu mmoja mmoja lilikuwa dola 99, tulikuwa tunawazidi. Lakini leo Kenya kipato ni mgao wao ni dola 2500, wametuzidi. Muhimu hapa ndio tawachukua mpaka mwisho, na mwenyekiti, ukinisikia naongea nishati ujue nakaribia kumalizia, kwa hiyo vumilia kidogo. India mwaka 1961 India, GDP per capita ya India ilikuwa dola 88. Kwa hiyo tulikuwa tunawazidi mbali sana. Leo hii mwaka jana GDP per capita ya India ni dola 2818. Tuliwazidi, wametuzidi. Ndivyo hivyo nasema vipimo vya sisi kujipima. China mwaka 61 GDP per capita ilikuwa dola 76. Leo hii China ni dola 14730. Kwa hiyo ndugu zangu waheshimiwa wabunge, mahala pa kujipima kama tunafanya vizuri, lazima tuichukue India na China kila mara, maana yake tuliwazidi mwaka 61. Kwa hiyo kipimo cha kwanza cha mafanikio ya dira ya mwaka 2050 ni uchumi, na Mheshimiwa Waziri wameongea kwa ufasaha kabisa. Lakini kwa sasa 2050 tunataka kufikisha pato letu dola trilioni 1, lakini kwa sasa ni bilioni 87. Tunataka kufikisha GDP per capita dola 7000, kwa sasa ni dola 1315. Kwa hiyo safari yetu sio nyepesi. Kipimo cha pili cha mafanikio ya dira ya mwaka 2050, kipimo cha pili ni HDI, Human Development Index. Hiki kipimo ni kizuri zaidi kuliko cha hizo GDP per capita.
kwa sababu hiki kinaweka maanani hali ya afya ya wananchi wako, maisha, miaka wanayoishi hapa duniani, life expectancy. Inachukua mambo ya elimu, inachukua mambo ya kipato, na inachukua hali ya maisha. Tukichukua hicho kipimo kwa sasa, hatujui 250 tutakuwaje. Kwa sasa hicho kipimo Tanzania ni 0.555. Kwa hiyo karibu tuko 50%. Lakini wenzetu wa China tuliokuwa tumewazidi, wao ni 0.79, wametuzidi kidogo. Wahindi tuliokuwa tunawazidi mwaka 61 kwenye hiki kipimo cha HDI, sasa hivi ni 0.685. Kipimo cha tatu, kama dira itafanya vizuri, QLI, yani Quality of Life Index, Quality of Life Index. Na hii ni nzuri zaidi kuzidi vingine viwili, kwa sababu sasa hii inachukua hata uwezo wa mtu kununua vitu, yani purchasing power ya mtu. Inachukua mambo ya usalama, elimu, afya, mazingira, national factors, social factors, kama raia wako wana raha, wanafurahi, wanakaa wana huzuni, wanasikitika, yote hayo yanachukuliwa. Hicho kipimo ni kipya duniani, na sasa hivi anayeongoza kwenye hicho kipimo ni Holanzi. Holanzi ana pointi 213. China yetu tunayoichukua iko kwenye nafasi ya 53 na India iko kwenye nafasi ya 63. Waheshimiwa wabunge, pointi 6 alizosema mheshimiwa waziri ni za muhimu sana, hasa ile ya kwanza, kutumia teknolojia. Sasa sisi wanasayansi, siwezi kujitoa, na mimi nilikuwa kwenye hicho kikao, tulikaa chini tukaona sayansi itahudumia watu vipi. Kwa hiyo tukaja na formula. Sasa wale watu wa mipango, naomba na nyie muiandike hii formula. Wewe ulisema unachukua point, andika hiyo. Yaani hii formula hii wote tuichukue, alafu tutajipima mbele ya safari. Yaani inamaanisha prosperity ya taifa, ustawi wa taifa kwenye karne ya 21, sio karne ya 20. Ustawi unahitaji namba 1 science, namba 2 technology, namba 3 innovation, namba 4 ameiongea vizuri waziri, human capital, namba 5 financial capital, namba 6 markets, namba 7 hii ni plus minus earth resources au raw materials, lakini kuna nchi kama Japan, Korea ina raw materials, ndio maana tuliweka plus minus. Sasa hii tulivyofanya miaka huko tukiwa na wenzangu, tulikuwa tunatengeneza mchoro, tunaiona kama nchi imefanikiwa. Sasa mheshimiwa waziri, umeongea vizuri kwenye hii formula ya mafanikio. Nachukua 1, human capital. WHO inasema kama tunataka kupata afya nzuri duniani, nesi mmoja ahudumie wagonjwa 8. Kwa hiyo tunategemea mheshimiwa profesa, tukionana mwakani au wakati wa budget, tunataka tufikie hiyo lengo la umoja la WHO, nasi mmoja wagonjwa 8. Ndio vipimo hivi. Daktari mmoja wagonjwa 1000. Lakini kwa sasa Tanzania daktari mmoja anahudumia wagonjwa 20,000. Kwa hiyo dira yetu ya maendeleo itutoe daktari mmoja wagonjwa 20,000 mpaka daktari mmoja wagonjwa 1000 kama ilivyopendekezwa na WHO. Tupate hiyo mipango. Tunakuja mainjinia viwanda. Ukitaka kiwanda kifanye vizuri mambo ya engineering, construction, sijui na nini, unahitaji professional engineer mmoja
awe na matechnician 5 au 6, 1 to 5 au 1 to 6. Tutajipima na tume ya mipango, mtupatie mkakati wa kufika hapo. Ndio maana sisi hela za kutoka nje ni chache, Wahindi ni wengi, kwa sababu India kwenye kila watu 1000 vijana 8 wana graduate na shahada ya engineering. Namalizia. Kingine kipimo na wewe umesema John uongee, si ndio? Profesa, malizia, tulisha kuongezea pia na muda kidogo. Haya. Kingine ni swala la elimu. Ili naliacha tutaongea kwenye bajeti kubwa. Nije kwa kumalizia mapinduzi, na hili la mwisho nivumilie dakika moja. Mapinduzi yote ya uchumi toka First Industrial Revolution mwaka 1960 mpaka 1860, miaka 100 ya kwanza ya mapinduzi ya viwanda duniani yalihitaji vitu viwili. Ilikuwa nishati, ilikuwa ni coal na chuma. Na mapinduzi ya pili yalihitaji umeme. Sasa namalizia kwa kusema kwamba development vision yetu ya 2050 itahitaji umeme kiasi gani ili tuweze kufanikiwa hivyo, kwa sababu sasa hivi matumizi yetu ya umeme ya mtu mmoja ni unit 243 kwa mwaka unit. China wanazo zaidi ya 7,000. Na mwisho, uchumi wa China, hili ndio statement ya mwisho. Uchumi wa China ambao una trillion, GDP ya China trillion 20.8, umeme, uwezo wa kuzalisha umeme ndani ya China ni gigawati 3,950, yani megawati 3,950,000, milioni 3. Uchumi wa India wenye GDP ya trilioni 4.2, uwezo wake wa umeme ni gigawati 520.5, yani megawati 520,500. Je, sisi Vision 2050 GDP ya trilioni 1 tuna umeme kiasi gani? Asante mwenyekiti. Asante Profesa kwa mchango wako mzuri, na tulimwongezea muda kidogo. Sasa tunaendelea na Mheshimiwa Edward Ole Lekaita Kisau.